tena Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mechi ilikuwa ngumu sana. Namungo always wanatengeneza mechi ngumu dhidi ya Yanga, na hata jana nilivyowaambia tunakuja kucheza kadabi kadogo hivi, nilikuwa na maanisha ushindani wa namna huu. Mazingira ambayo Namungo yuko nayo, hajashinda muda mrefu, yupo kwenye hali ngumu. Mechi kubwa kama hizi ambazo sisi of course tupo kwenye pressure, wao lazima wangekuja kutaka kupata matokeo. Kwa hiyo first half ilikuwa 1-1, ni kweli tulikuwa tuna kiwango fulani hivi cha wasiwasi kwa sababu ya mazingira ya mchezo ulivyokuwa unakwenda kuwa, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu tulikuwa naye mchezaji mwingine mkubwa kwenye uwanja eneo la mwisho, Starboy Alan Okello. Namshukuru Mwenyezi Mungu tulikuwa na watu wengi wenye nguvu na jitihada katikati ya uwanja, Duke, Maxi, Mudathir. Namshukuru Mungu center back wetu leo yao wamecheza vizuri, Kibwana ameingia amecheza vizuri, Edmund Dube wamejitoa, na mwisho wa siku tumepata matokeo mazuri. Goli 3, pointi 3, tumekosa clean sheet, lakini alhamdulillah. Tumewaambia wanachama na mashabiki wetu, nyakati hizi ni nyakati za kutafuta ubingwa, sio nyakati za kushinda tu mechi, ni nyakati za kutafuta ubingwa. Ubingwa unafuta kama hivi, unapambana watu, chance ikitokea moja tunafunga. Nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa leo. Kwa kila ambaye anafahamu mpira, kwa mazingira ya mchezo wa leo ilivyokuwa, nazungumzia mazingira yote, competition ya wachezaji, maamuzi ya waamuzi yalivyokuwa, mazingira yote ya mchezo, tutakubaliana kwamba mechi 5 zilizobakia ni mechi ngumu kweli. Haijalishi kwenye makaratasi yuko nani, ni mechi ngumu kwa sababu mazingira yanaonyesha kwamba kuna kazi vitu ifanye ya ziada kuweza kupata matokeo mazuri. Tumeshatoa kauli mbiu kwamba kila mtu ashinde mechi zake. Kwa hiyo mechi yetu inapofika lazima tuweke jitihada kubwa. Wanachama, mashabiki wa Yanga wanisikie vizuri, kama tuna hamu ya kufanya paredi msimu huu, hizi mechi 5 zilizobakia tuzichukulie kwa ukubwa ule ambao tunachukulia labda Champions League. Tufanye maandalizi ya nguvu, tujiandae na tuje kwa wingi kuisupport team. Ubingwa unawezekana, lakini mazingira ni magumu. Naamini watu wanaojua mpira, wana Yanga wenzangu watakuwa wamenielewa. Ubingwa unawezekana, timu tunayo, lakini mazingira ni magumu. Nataka tupambane sana tuweze kupata ubingwa wetu. Sisi hatuna pressure yoyote na mtu aliyekuwa chini yetu. Tuna pressure na mechi zetu, kwa sababu kimahesabu tukishinda mechi zetu si tayari mabingwa. Kwa pressure ya Yanga ipo kwenye mechi zake Yanga mwenyewe. Huyo mwingine atangecheza mechi 2-3 angetutangulia. Bado sisi tungefocus kwenye mechi zetu. Tunataka tushinde mechi zetu, tunaweka jitihada hapo tushinde mchezo wetu. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa leo. Hali Namungo mimi sinawafahamu. Namungo mimi nawafahamu. Kwa hiyo nilikuwa najua tu mechi leo ingekuwa ngumu, lakini naulia kusema tunaye Starboy Alan Okello. Kawaambieni watu mpira mchezo wa umri. Mtoto mdogo Alan Okello. Kwa nini umri? Kwa nini umri? Cheza mpira mchezo wa umri. Kijana anajiposition maeneo mazuri, kafunga goli leo. Mara ya mwisho nimeona anafunga Lionel Messi, Barcelona sio kwa zina nani, sio Levante, sio Atletico wale. Na deshi hivi akaingia ndani hapa. Nimeona kocha Juma Mgunda baada ya ile goli alikuwa anacheka. Na mimi nilikuwa nimekumbuka mbali. Vitu hatari vile kafanya Alan Okello Starboy. Na afanyagi makosa. Signing unajua zinatokea. Sometimes unaweza ukafanya signing based on mapendekezo. Na ishazungumza sana, lakini nyinyi mnaifanya kuwa kwenye upande wa kama tunajitetea hivi. No, sometimes kiongozi unafanya maamuzi based on sometimes ushauri wa benchi la ufundi. Kuna mwalimu atakupa mchezaji na inabidi utoe nafasi kwa walimu, na hata mimi wakati naalia kwamba uongozi, na hiyo sio jambo jipya, hata Ulaya wanafanya hivyo. Kuna timu ziko Ulaya ambazo usajili unasimamiwa na department ambayo inaendesha, sio technical bench. Kwa hiyo natamani iendelee kama ambavyo imeendelea kwa Okello, iendelee pia kwa Disha analokuja. Leo Okello kafunga goli la ngapi? 11. La 11. Maana yake kwenye michezo 4 mfululizo kafunga goli 2. Hiyo ni rekodi. NBC wako wapi? Wakatae na leo. Yaani mpaka wataposti tu. Mpaka watamweka Okello. Ni moja tunakwenda. Alhamdulillah. Lakini kipaumbele cha timu ni muhimu sana. Ndio maana ukifuatilia mara zote Okello akishafunga goli la pili, benchi la ufundi wala linamtoa. Kwa sababu hatuchezi kwa ajili ya mchezaji mmoja, tunacheza kwa ajili ya timu. Kashasaidia timu, tumeshapata matokeo, ni nafasi ya kuwapa wengine wenye energy mpya kuja kuisaidia timu. Kwa hiyo hat-trick ikija itakuja tu yenyewe, lakini sio kwamba Yanga tutaipanga leo tukapata hat-trick. Namshukuru Mwenyezi Mungu sana. Yake nafikiri kama nakumbuka alipata jeraha mechi na JKT tena. Na mechi iliyofuatia hapa na mechi iliyopita tucheza nao hapa. Shasahau. Singida, yes, akacheza tu kipindi cha kwanza, amepata uvimbe hapa sehemu ya juu ya goti. Amepata uvimbe. Kwa hiyo benchi la ufundi limeangalia riski ambazo zipo,
wakaona apumzike, na hivi tuna break hapa ya wiki 2, kwa naamini inshallah atarejea akiwa fit kwenye michezo inayofuatia. Kulikuwa na mvutano ule wa tuzo.